kadri tunavyorudia, yamkini ndivyo ambavyo tunajifunza zaidi au tunaelewa zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tutaendelea kujifunza kwa pamoja, tutaendelea kuwa na maswali kwa pamoja, tutaendelea kutafakari mambo haya kwa pamoja. Nia na mazumuni ifike wakati mambo haya tusiwe tunayasikia au tunayatamka, isipokuwa mambo haya tuwe tunao uwezo wa kuyaishi. Bwana Yesu asifiwe. Na hilo ndilo kusudi la neno au ndilo kusudi la maandiko. Tusiwe tu wasikiaji wa neno, bali tuwe watendaji wa neno. Kwa hiyo kwa kadri mambo haya yanavyokuwa yanafundishwa, swali la msingi ambalo tunatakiwa kujiuliza au kulitafakari, je, naamini katika mambo haya na nayaishi mambo haya? Sababu unaweza ukawa unafundishwa, lakini wewe ukawa ni mtu ambaye unajiweka nje ya kile ambacho unafundishwa. Kwa ni vyema ukajua kwamba mambo haya tunayojifunza ni mambo ambayo yananihusu mimi. Kwa hiyo wewe unajitazama, kama mambo haya yananihusu mimi, je, ni kweli naishi sawasawa na kile ambacho najifunza? Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hilo ndilo zumuni. Kwa tulijifunza kwa habari ya wokovu. Tulijifunza kwa habari ya wokovu ambayo sisi tunaamini kwamba ni watu tuliookoka. Kwa tuliangalia nini maana ya wokovu, lakini tutaishia kwenye vipengele ambavyo leo ndio tutaanza kugusa kimoja baada ya kingine, kwamba mtu anaposema ameokoka anakuwa ana maana gani. Wewe unaposema kwamba mimi nimeokoka unakuwa una maana gani? Kwa sababu leo hii watu wengi wanaweza kusema kwamba hata mimi nimeokoka, au yamkini hata wewe unaweza kusema mimi nimeokoka, lakini unakuwa unamaanisha nini hasa unaposema umeokoka? Bwana Yesu asifiwe. Lakini tuliposoma ile Warumi 1:16 ambayo ndiyo tulijifunza pia, ambayo inasema sionei haya, kwa maana sionei haya Injili, kwa sababu ni uweza wa Mungu uletao wokovu. Kwa hiyo wokovu ambao leo hii mtu anaweza kusema ameokoka, maana yake ni matokeo ya kuhubiriwa Injili. Kwa hiyo kumbe hiyo Warumi 1:16 inaposema sionei haya Injili, kwa maana ni uwezo wa Mungu uleta wokovu kwa kila aaminie, kwa Myahudi kwanza na Mgiriki pia. Kwa hiyo tukasema kumbe Injili ndiyo ambayo inaleta nini? Ndiyo ambayo inaleta wokovu. Na tuliangalia nini maana ya Injili, ambayo Injili hiyo ndiyo inayoleta wokovu. Sasa Injili ndiyo ambayo ilikuwa ni nini? Injili ndio ambayo ilikuwa ni agizo kuu. Yaani tukisema agizo kuu la Yesu, ni wanafunzi wake kwenda kuhubiri Injili ulimwenguni pote. Kwa leo hii unaweza usiwe na mambo mengi sana ambayo unaweza ukawaza na kufikiri kwamba nini nifanye ambayo yamkini naweza kumfurahisha Mungu wangu, nini nifanye ambayo yamkini naweza kumfurahisha Yesu Kristo wa Nazareti. Sasa ikiwa Yesu aliacha agizo kuu akasema, basi enendeni ulimwenguni mote kwa kila kiumbe mkahubiri Injili, aaminie na kubatizwa ataokoka, asiamini atahukumiwa, na ishara hizi zitaambatana na hao waaminio. Kwa agizo kuu tuliliangalia, sina huko napita kwa haraka haraka kwa sababu kote tuliangalia, kuna sehemu ambao ndio nataka tujifunze. Kwa hiyo uokovu ambao tunazungumza ni matokeo ya Injili, na Injili ndio agizo kuu ambao Yesu aliwaagiza wanafunzi wake. Na tukaona agizo kuu maana yake Yesu alizungumza katika nini? Katika Marko 15 ni 15:16 16:15. Tukaona katika Mathayo
28 kuanzia 18, tukaona katika Luka 24 kuanzia 44, na tukaona katika Yohana 20 na mstari wa 21. Hizi ni injili 4 tofauti, lakini wote waliandika kwa mtazamo wao kile ambacho Yesu aliwaagiza wanafunzi wakakihubiri. Kwa leo hii unapoingia kwenye mchakato au kwenye kazi ya kuhubiri injili, maanake umeingia kwenye kazi ambayo ni sawasawa na kile Yesu alichotamani akione kinafanyika. Kwa mwaka 2026 mimi niseme tu kwamba mambo haya tumejifunza sana. Ni wakati ambao ni lazima tuone kama kanisa tunatoka kuhubiri injili. Ni lazima tuone kama kanisa tunaweka mikutano. Kwa nini? Kwa sababu tutakuwa sawasawa na mapenzi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini tukasema hii injili ambayo Yesu aliwaagiza wanafunzi wake wakaihubiri, katika Luka ikasema kwamba injili hiyo itakapohubiriwa, manake watu watapata nini? Watu watapata toba na nini? Na ondoleo la dhambi. Kwa kumbe injili inapohubiriwa kabla ya mtu kuja kuokoka, manake ni lazima mtu huyu afanyaje? Ni lazima mtu huyu atubu. Kwa hiyo ili tulazimu kuangalia nini maana ya toba, na tulijifunza tukasema toba ni badiliko la fikra na mtazamo wa kile ambacho ulichokuwa unaamini. Kwa hiyo watu waliokuwa nje ambao wanatakiwa kwenda kuhubiriwa injili yamkini au hawaamini sawasawa na vile jinsi ambavyo sisi tunaamini. Kwa hiyo unapokwenda kumhubiria injili, ambao tulisema injili ni habari za Yesu Kristo, tulisema injili ni habari za kufa na kufufuka kwa Yesu, ambayo mtu akiziamini anapata nini? Anapata msamaha wa dhambi, au anapata ondoleo la dhambi na kuhesabiwa haki bure. Kwa hiyo ukifanya hivyo, maanake mtu yule lazima atubu, abadilishe mtazamo kwamba Yesu nilikuwa namchukulia wa kawaida, kwamba Yesu sikuzani kwamba kwa kumwamini yeye ndio napata msamaha wa dhambi. Sikuwahi kufikiri kwamba kwa kumwamini Kristo ndio mimi nahesabiwa haki mbele za Mungu, tena haki hiyo isiyotokana na matendo ya sheria, isipokuwa ni haki bure. Maanake mtu yule ni lazima atubu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa mambo hayo tuliangalia. Kwa sasa leo nafikiri baadhi yetu tuliandika hivi vitu. Kwa wewe ambao hujaandika, tutaviorozesha, alafu tutakwenda kujifunza kwamba mtu anaposema ameokoka, ni vitu gani ambavyo anakuwa amevipokea, au yeye anakuwa ana utofauti gani na mtu ambaye yamkini yeye hajaokoka. Alafu sasa tutajifunza kwa utaratibu kwenye mambo haya. Mtu anaposema mimi nimeokoka, ni sawasawa na kusema mimi nimepata ondoleo la dhambi, au nimepata msamaha wa dhambi. Kwa namba moja ni msamaha wa dhambi. Utakuwa na maka pende sijerishi au umeiacha. Hii ni namba moja. Namba mbili, maana yake umehesabiwa haki bure isiyotokana na matendo ya sheria, isipokuwa imani katika Kristo. Kwa hiyo umehesabiwa. Namba tatu, wewe mtu ambaye unamwambia mtu mimi nimeokoka, namba moja tumesema umepata msamaha wa dhambi. Namba mbili ni mtu ambaye umehesabiwa haki bure. Namba tatu ni mtu uliyeoshwa na kutakaswa kabisa. Umeoshwa na kutakaswa kabisa. Namba nne,
wewe ni kiumbe kipya. Manake kabla hujaokoka kuna utofauti na mtu ambaye baada ya kuokoka. Mtu aliyeokoka anaitwa kiumbe kipya. Lakini namba 5, Biblia inasema hakuna tena hukumu ya adhabu juu ya wote waliokuwa ndani ya Kristo. Kwa mtu aliyokoka ana hukumu ya adhabu. Kwa hiyo hakuna hukumu ya adhabu. Lakini namba 6, unaweza kusema mtu aliyeokoka amefanyika kuwa mwana wa Mungu. Wewe ni mwana wa Mungu. Namba 7, wewe ni raia wa mbinguni. Namba 8, una uzima wa milele. Namba 9, anasema wewe ni mzao mteule, taifa takatifu, watu wa milki yake Mungu. Kwa mtu aliyokoka ni mzao mteule. Na taifa takatifu. Lakini namba 10 anasema umeumbwa pamoja na Kristo. Yaani mtu aliyokoka unapomuona, kwa sababu Roho wa Mungu anakaa ndani yake, kwa sababu Kristo anakaa ndani yake, basi mtu huyo ameungamanishwa pamoja na Kristo. Kwa mtu aliyokoka ameumbwa pamoja na Kristo. Umeumbwa pamoja na Kristo. Lakini namba 11 inasema umehamishwa kutoka katika nguvu za giza na umeingizwa katika ufalme wa mwana wa pendo lake. Kwa umehamishwa kutoka katika nguvu za giza na umeingizwa katika ufalme wa mwana wa pendo lake. Bwana Yesu asifiwe. Na nyingine kadha wa kadha ambazo tukizikumbuka tutazidi kuambia. Kwa wokovu ni package ambayo inatokana na kuhubiriwa Injili, ambayo Injili ni agizo kuu ambalo Yesu aliwaambia wanafunzi wakarihubiri. Na wanapohubiri hiyo Injili, manake mtu anapata aya hapa, kwa maana anapata msamaha wa dhambi, anafanyika kuwa mwana wa Mungu, anakuwa na uzima wa milele, anahamishwa kutoka katika nguvu za giza na kuingizwa katika ufalme wa mwana wa pendo lake. Kwa hiyo ndiyo ambayo mtu aliyokoka anatakiwa kujua. Sasa kujua huku si tu kwa kutazama na kusikia, manake inageuka kuwa halisi kwamba mimi ni kiumbe kipya. Na ndio maana yamkini hata tunapotembea, hata tunapokutana na mambo tofauti, ni muhimu sana kusema kwamba mimi ni nini, ni kiumbe kipya. Ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Kwa ni lazima ujue natakiwa kuenenda vipi, natakiwa kufikiri vipi, natakiwa kuwaza vipi. Lakini pia inasema wewe ni raia wa mbinguni. Mambo haya ndio ambayo tunakwenda kujifunza au kuyaangalia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa ni muhimu kuyaelewa na sio kukemisha. Na tulipojifunza tuliangalia mpaka jinsi wakina Petro. Leo hii mtu anaweza akatamani pengine kuhubiri kama mtu fulani, lakini tuliangalia Petro alihubiri vipi.
tuliangalia Stefano alihubiri vipi, tuliangalia injili ya Paulo ilikuwa ya namna gani, tuliangalia injili ya Filipo ilikuwa ya namna gani. Kwa hiyo kabla haujasema kwamba fulani anahubiri vizuri, ni vyema ukaenda kuangalia Matendo ya Mitume sura ya 2. Petro alihubiri vipi baada ya watu kusema tutendeje, au kabla ya watu kumwambia tutendeje. Maana alianza kuhubiri injili ndio watu wakamwambia tutendeje. Kaangalie Petro alihubiri vipi, na wewe unapotaka kuhubiri ni pointi zipi za msingi ambazo ni lazima uzizungumze. Kaangalie Matendo ya Mitume sura ya 3, Petro alihubiri vipi. Kaangalie Matendo ya Mitume sura ya 4, Petro alihubiri vipi. Kaangalie Matendo ya Mitume sura ya 7, Stefano alihubiri vipi. Kaangalie Matendo ya Mitume sura ya 8, Filipo alihubiri vipi. Kaangalie Matendo ya Mitume sura ya 10, Petro alihubiri vipi kwa Kornelio. Bwana Yesu asifiwe. Ukiangalia mambo hayo, ukirudi pia kwa Paulo, angalia Wakorintho wa kwanza 15 kuanzia mstari wa kwanza. Paulo anahubirije? Bwana Yesu asifiwe. Matendo ya Mitume sura ya 26, Paulo anahubirije? Ili usije ukakosa zile pointi za msingi. Maana tumesema injili ni uweza wa Mungu. Kwa kinachookoa ni ile nguvu iliyokuwa ndani ya ile injili ambayo wewe unaihubiri, ndiyo yenye uwezo. Mtakatifu anasema hii tunaleta habari njema yenye uwezo wa kuokoa nafsi zenu, yenye uwezo wa kubadilisha roho zenu. Kwa kuna injili unaweza kuihubiri, lakini ndani yake isiwe na uwezo. Kwa nini? Umezungumza vitu vingi ambavyo yamkini sio injili. Lakini injili ni habari za Yesu Kristo ambazo mtu akiziamini ndiyo haya yanafanyaje, yanafanyika. Kwa wokovu wenyewe unapatikana kwa kuamini, sawasawa na Warumi 10:9. Kwa maana mtu akimkiri Yesu kwa kinywa chake ya kuwa ni Bwana na akiamini moyoni mwake ya kuwa Mungu alimfufua katika wafu, hataokoka. Kwa hiyo wokovu unapatikana kwa kuamini, wokovu unapatikana kwa kukiri. Lakini kile kilichopatikana ambacho kinachoitwa wokovu, yule mtu anakuwa amepokea nini? Ndio anakuwa amepokea mambo haya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo haya tutayaangalia kwa utaratibu. Yamkini leo tunaweza kuangalia mawili, lakini kwa siku zitakazokuja, sababu leo nilianza kutengeneza kidogo kama utangulizi, tunaweza tukaangalia kwa Mungu akitusaidia 3 mpaka 4, ili tukimaliza kuna somo ambalo nilitamani pia nifundishe. Nawezaje kukua kiroho? Vitu gani ambavyo vinahusika, au nini kinafanyika, au nini unachotakiwa kufanya ili ukue kiroho? Na yamkini ndani ya mwaka 2026 utakapoisha, tusibaki kama tulivyo. Lazima tuwe na mipango katika mkesha wetu wa mwaka mpya. Neno hilo ndiyo lilihubiriwa: mipango, malengo, maono, mtazamo. Tuna malengo gani na maono gani katika mwaka 2026 juu ya kanisa, juu ya maisha yetu binafsi, especially katika mambo ya kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Kwa leo tutaangalia mambo haya mawili, kwamba kiumbe kipya, lakini pia tutaangalia hakuna hukumu ya adhabu juu ya wote waliokuwa ndani ya Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Mwalimu utanisomea Wakorintho wa 2:5. Sema, hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Kwa hiyo ni lazima tujue haya ya kale ni yapi na haya mapya ni yapi,
kwa sababu wewe umekuwa kiumbe kipya. Hautakiwi kuenenda sawasawa na mambo ya kale, unatakiwa kuenenda sawasawa na upya wako, jinsi ambavyo umekuwa. Sasa ya kale ni yapi na mapya ni yapi, ili utakavyoenenda, utakavyowaza, uwaze sawasawa na identity yako, uwaze sawasawa na utambulisho wako. Maana utambulisho wako wewe ni kiumbe kipya, na kama kiumbe kipya unaambiwa ya kale yamepita, na kama ya kale yamepita yamekuwa mapya. Haya mapya ndiyo tunatakiwa tuyafahamu na uenende sawasawa na jinsi ambavyo wewe mtu uliokoka unafahamika, au Mungu anakujua, au Mungu anakutambua. Kwa Wakorintho hiyo wa pili 5:17 inasema hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya. Kwa hiyo upya huu sio kwa sababu tusemeje, sio kwa sababu umevaa nguo mpya, sio kwa sababu umejenga nyumba, umenunua gari, umetoka Ulaya, lakini anasema hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo. Kwa kinachomfanya mtu aitwe kiumbe kipya ni ile hali ya kuwa ndani ya Kristo, ndiyo inamfanya yeye kuonekana kiumbe kipya. Kwa hiyo yoyote aliyekuwa nje ya Kristo, huyo sio kiumbe kipya. Bwana Yesu asifiwe. Na tunaposema kiumbe kipya, haina maana kwamba kuna wakati utafika basi hautatumia tena hiyo identity, au baada ya miaka 6 au miaka 10 tunakuita sasa huyo aliyokoka zamani amekuwa ni kiumbe kilichochakaa, au ni kiumbe ambacho kimezeeka. Manake utambulisho huo ndio utambulisho wako mpya na ni utambulisho wa milele. Kwa nini? Kwa sababu Kristo hazeeki tena, Kristo hafi tena. Tunapoingia katika ufalme wa Mungu, tunapokuwa ndani ya Kristo, maana yake tumekuwa na upya wa kutochakaa, tumekuwa na upya wa kutokuzeeka baada ya muda kwenda. Kwa maana yake iyali, pengine mtoto anapozaliwa anaonekana kama mpya, lakini baadaye anaonekana amezeeka, anaonekana amechakaa. Ni tofauti na hali iliyokuwa katika ulimwengu wa roho, pale ambapo mtu anakuwa ndani ya Kristo. Kule hakuna kuchakaa, kule hakuna kuzeeka, kule hakuna kuchoka. Maana daima na milele neno lako au utakapokuwa unaitwa utambulisho wako, wewe ni kiumbe kipya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo upya huu unatokana na wewe kuwa ndani ya Kristo. New person, mtu mpya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Somea Warumi 6:4 mpaka 8. Basi tulizikwa pamoja naye kwa njia ya ubatizo katika mauti yake, kusudi kama Kristo naye Basi tulizikwa pamoja naye kwa njia ya ubatizo katika mauti yake, kusudi kama Kristo aliyofufua katika wafu kwa njia ya utukufu wa Baba. 8. Lakini ikiwa tulikufa pamoja na Kristo, waamini ya kuwa tunaishi pamoja naye. Katika njia ya ubatizo katika mauti yake, kusudi kama Kristo alivyokuwa katika wafu kwa njia ya utukufu wa Baba, ndivyo hivyo na sisi tuenende katika upya wa uzima. Kwa maana kama mmeunganika naye katika mfano wa mauti yake, kadhalika mtaunganika kwa mfano wa kufufuka kwake, tukijua neno hili ya kuwa utu wetu wa kale usulubishwa pamoja naye, ili mwili wa dhambi ubatilike, usitumikie dhambi tena. Kwa kuwa yeye aliyekufa amehesabiwa haki mbali na dhambi. Lakini tukiwa tulikufa pamoja na Kristo, tuamini ya kuwa tutaishi pamoja naye. Kipya. Kwa hiyo upya huu ni kwa sababu kile ambacho kilimpata Kristo cha kufa na kufufuka, mwamini
anahesabiwa kwenye hiyo kwa njia ya ubatizo. Na ndio maana katika hiyo Marko 16:15 anaposema aaminie na kubatizwa ataokoka. Ndio maana kubatizwa ni muhimu baada ya kuamini. Kwa nini? Kwa sababu mtu aliyemwamini Kristo anapobatizwa anahesabika sawasawa na mtu ambaye alikufa pamoja na Kristo na akafufuka pamoja naye. Na hali hiyo inaonyesha kwamba alivyobatizwa ni kuonesha hali ya kwamba ule utu wa zamani umesulubiwa, ule utu wa zamani umezamishwa, na unavyoibuka wewe ni kiumbe kipya. Sikia anaposema, ukianzia hapa 3, amfahamu, inasema amfahamu ya kuwa sisi sote tuliobatizwa katika Kristo Yesu tulibatizwa katika mauti yake. Sisi wote tuliobatizwa katika Kristo Yesu tulibatizwa katika mauti yake. Hilo ni swali. Hapo anasema basi tulizikwa pamoja naye kwa njia ya ubatizo katika mauti yake, kusudi kama Kristo alivyofufuka katika wafu kwa njia ya utukufu wa Baba, vivyo hivyo na sisi tuenende katika upya wa uzima. Hivyo hivyo na sisi tuenende katika upya wa uzima. Manake kile kitendo cha kuzamishwa ni sawasawa na Kristo alivyokufa, na unapoibuka ni sawasawa na Kristo alivyoibuka au alivyofufuka na kuwa na hali ya kuwa mpya, sio yule tena. Manake Biblia inasema upandwa mwili wa asili, lakini ufufuliwa mwili wa nini? Mwili wa roho. Kwa Kristo alivyokuja kufufuka, alifufuka na mwili wa utukufu. Kwa hiyo wewe unafananishwa. Anasema, je, amjui sisi wote tuliobatizwa katika Kristo tulibatizwa au tulikuwa sawasawa na ile mauti ya Kristo jinsi ilivyokuwa, na tulivyofufuka ni sawasawa au tulivyoinuliwa ni sawasawa na Kristo alivyofufuka katika wafu. Anaendelea anasema alivyofufuka katika wafu kwa njia ya utukufu wa Baba, vivyo hivyo na sisi tuenende katika upya wa uzima. Kwa maana kama mlivyounganika naye katika mfano wa mauti yake, kadhalika mtaunganika kwa mfano wa kufufuka kwake, mkijua neno hili ya kuwa utu wetu wa kale ulisulubishwa pamoja naye, ili mwili wa dhambi ubatilike, tusitumikie dhambi tena. Kwa hiyo mtu aliyeokoka yeye ni kiumbe kipya, na kama Kristo alikufa na akafufuka, wewe uliyebatizwa katika Kristo ni sawasawa na mtu ambaye mwili wa dhambi uliuzika, mwili wa dhambi ulisulubiwa au ulibatilishwa ili tusitumikie dhambi tena. Kwa hiyo mtu aliyeokoka ni mtu ambaye ametengwa mbali na dhambi. Kwa nini? Kwa kuwa yeye ni kiumbe kipya. Alafu anasema kwa kuwa yeye aliyekufa amehesabiwa haki mbali na dhambi. Lakini tukiwa tulikufa pamoja na Kristo, tuamini ya kuwa tutaishi naye pamoja. Kwa ni muhimu unapotembea, ni muhimu unapofikiri, ni muhimu unapoongea, ni muhimu unapotazama, ni muhimu unaposikia. Utazame, usikie, uongee, uone kama kiumbe kipya. Usifikiri kama ulivyokuwa unafikiri zamani kabla ya kumwamini Kristo. Usitende kama ulivyokuwa unatenda zamani kabla ulivyokuwa hauko ndani ya Kristo. Kwa kuwa maandiko yanakujua, maandiko yanakufahamu kama wewe ni kiumbe kipya. Na kwa maelezo ya hii Warumi 6:4-8 inasema, kwa maana mwili ule wa dhambi ulibatilishwa ili tusitumikie dhambi tena. Kwa maana yake, tunapokuwa na michangano, tunapokuwa tunaenenda katika hali ya dhambi, ni sawasawa na kutokuitambua identity yetu, ni sawasawa na kutokutambua utambulisho wetu. Lakini utambulisho wetu kama watu tuliookoka ni viumbe vipya, na sifa ya kiumbe kipya ndiyo hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Nisomee Wakolosai 3:1.
hadi 31. Biblia inasema, basi ikiwa mmefufuliwa pamoja na Kristo, yatafuteni yaliyo juu Kristo aliko, ameketi mkono wa kuume wa Mungu. Basi ikiwa mmefufuliwa pamoja na Kristo. Umefufuliwaje pamoja na Kristo? Warumi anasema, je, amjui wale tuliobatizwa katika Kristo tumefananishwa na ile mauti ya Kristo? Manake tulikufa naye na tukafufuka naye kwa njia ya ubatizo. Sasa hapa anasema basi ikiwa mmefufuliwa pamoja na Kristo. Maana unaweza ukasema nimefufuliwaje pamoja na Kristo? Mbona Kristo ndiye aliyeteswa? Mbona Kristo ndiye aliyekufa? Na mbona Kristo ndiye aliyefufuka? Mimi nimefufuliwaje pamoja na Kristo? Lakini Warumi anasema tulifufuliwa au tulikufa pamoja na Kristo na tukafufuliwa pamoja na Kristo kwa njia ya ubatizo. Sasa hapa anasema basi ikiwa mmefufuliwa pamoja na Kristo, yatafuteni yaliyo juu Kristo aliko, ameketi mkono wa kuume wa Mungu. Maana yake kile kitendo cha kufa pamoja na Kristo na kufufuka pamoja na Kristo, na tunajua Kristo alipofufuka alienda mbinguni akaketi mkono wa kuume wa Mungu Baba, na wewe kwa kulipitia hilo jambo ikimisi kwamba upo au umeketishwa pamoja na Kristo. Sasa kama umeketishwa na wewe ni mtu ambaye umeokoka, ni kwenda kinyume na asili yako pale ambapo utakuwa unawaza tofauti na mambo yaliyo juu Kristo aliko. Kwa wewe unatakiwa kuwaza mambo ya juu. Kwa nini? Kwa sababu ulishakufa na ulishafufuka, na Kristo alipofufuka akapaa juu akaenda kuketi mkono wa kuume wa Mungu Baba. Huko ndipo ambapo wewe unatakiwa kupangalia. Huko ndipo ambapo wewe unatakiwa kuenenda sawasawa na position yako na nafasi yako. Unajua kuna statement ambazo unaweza ukamsikia mtu anazungumza, yaani nikana kwamba ni mtu ambaye amwamini Mungu. Yaani mwaka unakuta umeanza mwaka mpya, yamkini Mungu ana malengo makubwa sana na sisi, lakini mtu unamshirika na kwambia wewe mwenyewe unajua hali yetu sisi ni watu yani kipato chetu cha chini. Wewe unajua sisi ni watu tusiokuwa na fedha. Sasa mambo haya unapokuwa mnayafanya, yapangeni kwa namna ya nini? Ya utaratibu. Ni kweli, lakini mboni unajipa hali isiyokuwa yako. Yaani mpaka utambulisho wako unaambia watu wewe mtu wa hali ya chini. Utapoenda kwenye maombi utaomba nini? Utamwambia nini Mungu ikiwa wewe unatangaza kwamba wewe ni mtu wa hali ya chini? Wewe mwenyewe unajua bwana, sisi hatuna kitu. Kwa hiyo angalia. Lakini maandiko yanasema yafikirini, yaangalieni mambo yaliyokuwa juu Kristo aliko. Mungu wako au wakati Biblia inasema yeye alifanyika kuwa maskini ili sisi tupate nini? Kuwa matajiri. Kwa hiyo kuna statement au kuna kauli unaziongea ni kana kwamba auamini Mungu wako ambaye unamtumikia. Hali yako unayopitia isikufanye ujiposition katika hiyo nafasi kwamba sasa mimi kwa kuwa kuna misukosuko katika maeneo fulani, basi mimi ni mtu wa hali hii, na unawaambia kabisa watu hamna. Yamkini unapita tu hapo na utakapokiri ushindi, Mungu ndipo anapoona wewe kweli unamjua, wewe kweli unamtumainia, wewe kweli unamwamini. Lakini unapokuwa mtu wa kukata tamaa kwa sababu ya situation ya hali ambazo unapitia, maana yake Mungu wako anakuona kana kwamba haujui nguvu zake na uwezo wake. Kwa maana Yesu akasema mwapotea kwa kuwa hamyajui maandiko wala uweza
wa Mungu. Kwa kutokupotea kwetu ni pale ambapo tutakuwa tunayafahamu maandiko yanazungumza nini juu ya mtu aliyemwamini Kristo. Tunafahamu uweza wa Mungu, na ndio maana tunaweza tukapita katika changamoto. Wewe jiulize, kama hizo changamoto zingekuwa zinaua, yamkini ungeshakufa, lakini kwa nini unaendelea kuishi? Na umepita kwenye visanga, yamkini hiki baada ya hiki. Ni neema za Mungu. Kwa tutakapoendelea kukiri ushindi, tutakapoendelea kujua kwamba sisi ni watu wa juu, yatafakari ya juu Kristo alipo. Kwa nini utafakari ya juu? Kwa sababu wewe ni kiumbe kipya, ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Kwa lazima uwaze, lazima uone, lazima utafakari sawa sawa na upya wako. Bwana Yesu asifiwe. Lakini mtu anaweza akasema, haya mambo ya juu ni mambo gani? Ninapowaza, ninapotafakari, ninapoona, nawezaje kutofautisha haya mambo ambayo mimi nikiyawaza naonekana nawaza kama mtu wa kale? Haya mambo nikiyaishi, naishi kama mtu ambaye ni tofauti na yule ambaye anaitwa wewe ni kiumbe kipya. Kuna utofauti gani? Hebu tuangalie Yakobo 3:13. Nani aliye na hekima na ufahamu kwenu? Na aonyeshe kazi zake kwa mwenendo wake mzuri katika upole wa hekima. Lakini ikiwa na wivu wenye uchungu na ugomvi mioyoni mwenu, msijisifu wala msinene uongo juu ya kweli. Hekima hiyo sio ishukayo kutoka juu, bali ni ya dunia, ya tabia ya kibinadamu na shetani. Na ufahamu kwenu, Yakobo anauliza, ni nani aliye na hekima na ufahamu kwenu? Kwa nini? Kwa sababu kuna hekima za namna mbili ambayo Yakobo anataka kuzionyesha. Sasa anauliza, ni nani aliye na hekima na ufahamu kutoka kwenu? Kwa nini? Kwa mwenendo wako, kwa kuwaza kwako, kwa tabia zako, kwa jinsi unavyoona, kwa jinsi unavyotafakari. Hekima hiyo Yakobo akiangalia, yeye atakupa majibu kwamba hekima hii ni ya kidunia, ni ya kishetani, au ni hekima inayotoka juu, ambayo Kolosai anasema, basi kwa kuwa mlifufuliwa pamoja na Kristo, yatafuteni yaliyo juu Kristo aliko. Sasa nataka tujue ni mambo yapi yaliyo juu, na ukiwaza vipi au ukiwa na mtazamo upi, wewe unaonekana ni tofauti na mtu ambaye anawaza sawasawa na mtu ambaye anaonekana yeye ni wa juu. Anaendelea anasema, na aonyeshe kazi zake kwa mwenendo wake mzuri katika upole wa hekima. Ni nani miongoni mwenu aliye na ufahamu na hekima? Basi aonyeshe kazi zake kwa mwenendo, ili sisi tukiona tutajua hekima hii na mwenendo huu na tabia hizi ni hekima inayoshuka kutoka juu, au ni hekima ya kidunia, au ni hekima ya kishetani. Anaendelea anasema, lakini mkiwa na wivu wenye uchungu na ugomvi miongoni mwenu, msijisifu wala msiseme uongo juu ya kweli. Hekima hiyo siyo ile ishukayo kutoka juu, bali ni ya dunia na ya tabia ya kibinadamu na shetani. Basi atafuteni yaliyo juu Kristo alipo. Alafu Yakobo anasema, lakini katikati yenu kukiwa kuna wivu, katikati yenu kukiwa kuna hasira, katikati yenu kukiwa kuna uchungu, katikati yenu kukiwa kuna kejeli, kuna kiburi, kuna matukano, mjue hekima hiyo sio hekima ishukayo kutoka juu, bali hekima hiyo ni ya kibinadamu na ya shetani. Kwa hiyo ukiwa na mienendo, ukiwa na tabia ambazo Yakobo anazitamka, maana hekima hiyo sio hekima inayotoka kwa Mungu. Hasira, chuki, fitina, wivu, kata tamaa hakutokani na ushindi ambao Kristo aliufanya kwenye msalaba. Anaendelea anasema, hekima hiyo
sio ile ishukayo kutoka juu, bali ni ya dunia, ya tabia ya kibinadamu na shetani. Maana hapo palipo wivu na ugomvi, ndipo palipo machafuko na kila tendo baya. 17. Lakini hekima itokayo juu kwanza ni safi, tena ni ya amani, ya upole, tayari kusikiliza maneno ya watu, imejaa rehema na matunda mema, haina fitina, haina unafiki. Na tunda la haki hupandwa katika amani na wale wafanyao amani. Bwana Yesu asifiwe. Yakobo anatutofautishia aina mbili za hekima. Na hekima ipi ambayo wewe utaonesha kulingana na mwenendo, na mwenendo huo ukiuonesha, manake watu watajua kwa mwenendo huu, kwa tafakari hii, kwa maamuzi haya, kwa upole huu, kwa busara hii, hekima hii ni hekima iliyoshuka kutoka juu. Na kama ni hekima iliyoshuka kutoka juu, itaenda sawa sawa na wewe mtu ambaye unaitwa umeokoka kwenye kipengele cha wewe ni kiumbe kipya. Kwa nini? Wale waliokuwa wanakujua mara ya kwanza ni mtu pengine mnafi, kama Yakobo alivyosema, ni mtu pengine mgomvi, ni mtu pengine mwenye wivu. Ulienenda hivyo kwa sababu wewe si mtu wa juu Kristo alipo. Ulienenda hivyo kwa sababu wewe ni mtu wa dunia. Lakini sasa wewe unaitwa kiumbe kipya. Kama kiumbe kipya, tafakari, waza, fikiri, tazama sawasawa na utambulisho wako kwamba wewe ni kiumbe kipya. Uwaze vipi, utafakari vipi, uwaze sawasawa na watu wa juu. Watu wa juu ni wapi? Ni wale ambao hawana nini? Hawana fitna, hawana magomvi. Anasema ni watu waliojaa rehema, ni watu waliojaa upole. Biblia inasema wokovu wetu sisi tuliupata, somo la Efeso 2, tuliupata kwa neema, tuliupata kwa rehema, na wala si kwa matendo mema tuliyofanya ikapelekea Mungu kumtoa mwanae afe kwa ajili yetu. Ikiwa wewe ambaye haukustahili umestahilishwa, kwa nini wewe hauoni watu wasiostahili wanaweza kufaa katika mazingira ambayo wewe ungeweza kusema mtu huyu hawezi kunifaa tena katika maisha yangu yote? Unajua mambo Mungu aliyotutendea, tusipoyaingiza katika maisha yetu na yaafekti watu wengine, bado hujaanza kuliishi neno, isipokuwa wewe unalisikia neno. Kuliishi neno ni pale ambapo unasikia, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe wa pekee, ili kila aminiye asipotee, bali awe na uzima wa milele. Ikiwa Mungu alimtoa mwanawe, huo ni upendo. Je, inanifundisha nini mimi kupenda wengine, ikiwa mimi niliyekuwa sistahili kupendwa? Maana upendo, shehe, jifunzo umegawanyika. Kuna mtu anaweza kukupenda kwa sababu kwa kuwa ameniletea kitu fulani, ninampenda. Ukiondoa hiyo, upendo haupo. Na siku nilikuwa nazungumza na mtumishi wa Mungu Elisha, kaangalia statement moja ambayo inasema kwamba nilikuwa na tumaini pia na Elisha kwamba kuna mtu akasema kuna mazingira ya aina mbili. Kipindi ambacho wewe haujamfanyia Mungu chochote, Mungu alionyesha upendo kwako, kwamba sio kwa sababu ulitoa sana, sio kwa sababu pengine ulisali sana au uliomba sana, ndio hiyo ikapelekea Mungu kumtoa mwanae ili wewe upate wokovu. Lakini ni kwa upendo aliyokuwa nao Mungu, akaona haiwezekani mwanangu ateketee, utatoa kitu cha thamani. Hiyo ni Mungu kwako. Lakini Mungu anapotaka kuthibitisha upendo wako kwako, ndipo pale ambapo sisi tunapita katika ukame. Hakuna sehemu ambayo Mungu anaweza kuthibitisha kama unampenda kama hajakupitisha katika jangwa, kama hajakupitisha katika sehemu ambayo atakaa kimya kuangalia. Kwa nini?
hayo ndio mazingira ambayo hautakuwa na sababu ya kusema nampenda Mungu kwa sababu amenipa watoto, nampenda Mungu kwa sababu amenipa mke, nampenda Mungu kwa sababu amenipa kazi. Zile sababu zikiondoka, utaendelea kusema unanipenda. Kwa mazingira hayo Mungu atakupitisha ili akuone. Nisipokupa mume, nisipokupa mke, nisipokupa kazi, watoto wakifeli, magonjwa yakiingia, mifugo ikapotea, kazi ukapotea, unao uwezo wa kuendelea kusema Mungu nakupenda. Haya ndio mazingira pekee ya Mungu kudhibitisha kwako. Na ndio maana kuna statement ambayo Mungu alitoa kwa Ibrahim, akasema sasa nimejua kama kweli unanipenda au kama kweli unamcha Mungu. Je, mara ya kwanza alikuwa ajui? Mboni hapa Ibrahim alipofikia hatua ya kumtoa Isaka, ndio kuna statement tata inatoka kwamba sasa nimejua kama kweli unamcha Mungu. Lakini kwa Isaka sio sehemu ya kwanza ya mahusiano ya Mungu na Ibrahim, ni mwendelezo. Mungu alishamwita Ibrahim atoke kwa Wakaldayo, Mungu alishamtembelea, lakini huko anakuja kusema sasa nimejua. It means kuna sehemu ambayo Mungu anaweza kusema hapa sasa mwanangu nimejua. Kwa nini Mungu anaweza akataka kukupitisha sehemu kama hivi? Wewe ukiwa unamtumikia Mungu, unamfurahia Mungu, unampenda Mungu eti kwa sababu ya vitu, kuna siku vile vitu vikiondoka, wewe ni lazima na wewe ndio hiyo ngoma bye bye. Sasa Mungu ni Mungu ambaye anachunguza mioyo na anajua. Kwa hiyo Mungu baadaye anapokuja kukubariki, akubariki eti ni sababu ya wewe kuendelea kumpenda. Anakubariki kwa sababu ulishaonesha kumpenda katika mazingira ambayo hakuwahi kukufanyia chochote au hakuwahi kukupa chochote. Hapo ndipo akikupa, anajua huyu mtu anakuja kanisani, huyu mtu anatoa, huyu mtu anaomba, sio kwa sababu mwanaye amefaulu. Hata kuna kipindi mwanaye alifeli, alipiga makofi akaomba. Huyu mtu anatoa sio kwa sababu nimemponya kwenye ugonjwa, alikuwa anatoa hata alipokuwa katikati ya magonjwa. Kwa kumponya kwangu mimi sio sababu ya yeye kutoa, maana kesi yako wewe na Mungu imeisha. Wako watakuwa baba, kwako itakuwa mwana ambaye ana shaka na wewe. Unajua scenario hizi ni ngumu. Wewe ni mzee, halafu unabahatika kupata mtoto mmoja na mke wako ni mzee. Mpaka Elizabeth akacheka. Malaika akamwambia, kwa nini unacheka? Akasema sijacheka. Akaambia, umecheka. Je, kuna jambo gumu asiloliweza Mungu? Alafu huyo mtoto ndio umempata, Mungu huyo anakuambia kamtoe sadaka. Ni kipimo kigumu sana. Sasa Mungu yule aliyekuwa anatembea na wakina Ibrahim ndiye huyo ambaye anatembea na wewe. Kama aliweza kufanya kwa Ibrahim, kwa nini asifanye kwako? Ili kujua kama kweli unampenda. Lakini maeneo hayo ndio maeneo ambayo kila mtu amekuwa anapita na njia yake. Yamkini tunaweza tukakuona kanisani, lakini imani yako tena haipo juu ya Mungu. Unakuja tu kama desturi. Lakini ile hali ya kusema na muamini Mungu kwa namna yoyote, nipe hivi, nipe na magari, nisife na magari, nife na mke, nisife na mke, nife na watoto, nisife na watoto, lakini kwangu Mungu utaendelea kuwa Mungu. Ukitengeneza mazingira haya na ukiwa kweli hivyo, baraka za Mungu utaziona katika maisha. Kwa nini? Kwa sababu ndio kipimo pekee, na kila mtu lazima apite jangwani. Yesu alipita. Kama Yesu alipita, wewe ni nani usipite? Wana wa Israeli walipita, wakina Ibrahim walipita. Kuna wakati uone kama je, Mungu kweli ananipenda? Bwana Yesu asifiwe. Kwa Yakobo ndio umeenda sana. Sasa nilitaka nipige vitu viwili. Sasa labda nigusie hilo jambo la pili, alafu nitakuja kulimalizia. Na ndio maana vitu hivi vinaonekana virefu sana,
kwa sababu nafikiri tukianza kujifunza sasa vinakuwa vinachukua muda, sababu kama nimeorozesha vitu zaidi ya kwa wale ambao hawajakuwepo, tumeorozesha vitu zaidi ya 11, na ndio kwanza tuko tunajifunza kiumbe kipya, lakini tamani kile kiumbe kipya na hakuna hukumu ya adhabu juu ya wote waliokuwa ndani ya Yesu Kristo. Kwa hiyo wewe ni kiumbe kipya, tembea kama mtu ambaye amezaliwa upya. Kufikiri kwako, Yakobo anasema hekima itokayo juu kwanza ni safi, haina fitna, haina magomvi, haina chuki. Kwa waza sawasawa na kile ambacho Kristo amefanya katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia mtu aliokoka ana hukumu ya adhabu. Unajua kuna adhabu ambayo iko mbele yetu. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma Ufunuo 20:21 anasema ndipo kiti cha enzi kikawekwa na wafu wote wakubwa kwa wadogo wakaja mbele ya kile kiti cha enzi, nao wakahukumiwa sawasawa na matendo yao, na wote walionekana hawapatikani katika kitabu cha uzima, walitupwa katika lile ziwa la moto, na hii ndiyo mauti ya pili. Kwa hiyo mbele yetu, na kitabu cha Ufunuo kinavyoandikwa kinasema maneno haya ni kweli na amina. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kama kuna hukumu inakuja, lakini kwa wewe ambaye unasema mimi nimeokoka, kuna kipengele ambacho wewe ni lazima ujue kwamba Warumi, kusoma Warumi 8 na mstari wa kwanza, mwalimu soma kwa haraka. Nasema nasema sasa hakuna tena hukumu ya adhabu juu ya wale waliokuwa ndani ya Yesu Kristo, maana sheria ile ya roho wa uzima imewaweka huru, imewaweka mbali dhidi ya sheria ya dhambi na mauti. Kwa wewe unaposema umeokoka, maana yake hauna hukumu ya nini? Hauna hukumu ya adhabu. Usomee mwalimu. Sana ya adhabu juu ya walio katika Kristo Yesu, kwa sababu sheria ya roho wa uzima ule ulio katika Kristo Yesu imeniacha huru bali na sheria ya dhambi na mauti. Ikiwa watu wote wataenda hukumuni, lakini wewe kwako hukumu ya kusema kwamba utakuja kutiwa katika ziwa la moto, hiyo haipo. Kwa nini? Kwa sababu sheria ile ya roho wa uzima imekuweka mbali dhidi ya sheria ya dhambi na mauti. Kumbuka, wale wote ambao hawatapatikana katika kitabu cha uzima ndio watakaotupwa katika jehanamu ya moto, na hii ndio mauti ya pili. Lakini wewe, yule ambaye atakufanya wewe usiingie huko, ni roho wa uzima. Kama ni roho wa uzima, maana yake ni lazima upatikane katika kitabu cha uzima, na ukipatikana huko ndio tiketi ya wewe kutokuja kuingia kwenye hukumu. Lakini kuna jambo la kuangalia. Ukisoma hiyo Warumi, nisomee mwalimu kwa haraka katika kipengele hiki nikimaliza. Ukisoma Warumi 8 na mstari 31, anzia hapa. Warumi sura ya 8 mstari wa 31. Basi tuseme nini juu ya hayo? Mungu akiwapo upande wetu, ni nani aliye juu yetu? Yeye asemwachilia mwana wake mwenyewe, bali alimtoa kwa ajili yetu sisi sote, atakosaje kutukirimia na mambo yote pamoja naye? Nani atakayewashtaki wateule wa Mungu? Mungu ndiye mwenye kuwahesabia haki. Nani atakayehukumia adhabu? Kristo Yesu ndiye alikufa, naam, na zaidi ya hayo amefufuka katika wafu, naye yuko mkono wa kuume wa Mungu, tena ndiye anayetuombea. Amen. Mungu akiwapo upande wetu, nani atakayekuwa juu yetu? Nilikwambia katika Ufunuo, atakayefanya hukumu juu ya wanadamu ni Mungu. Lakini wewe hauna hukumu ya adhabu. Kwa nini? Ulikuwa ndani ya Yesu Kristo. Kwa sababu huyo Mungu anayefanya hukumu juu ya wanadamu wote, wewe yuko upande wake. Anasema basi tuseme nini juu ya hayo? Mungu akiwapo upande wetu, nani atakayekuwa juu yetu? It means kwamba aje mwingine ambaye anaweza kukupa hukumu. Na huyo mwingine ni nani?
akati Mungu ndiye mwenye kutoa hukumu, lakini huyo Mungu nasema yuko upande wake. Sasa nani atakaye kushtaki? Ikiwa yeye akumwachilia mwanaye wa pekee akamtoa kwa sababu yetu, atashindwaje kutukirimia mambo yote pamoja naye? Nisha kutoa mfano nikasema hivi, na kuingia akilini, mtu anakupa gari alafu anakunyima labda nini, anakunyima kiatu. Mtu anakupa nyumba anakunyima vitu. Yaani kama Mungu ameweza kutoa kitu kikubwa namna hii, atashindwaje kukufanya wewe kuwa wake na utaingia mbinguni? Ikiwa Mungu akuweza kumwachilia mwanaye kwa ajili yetu, yaani kumbe kilichomfanya Mungu atoe ni kwa ajili yetu, sasa atashindwaje kutukirimia mambo yote pamoja naye? Na ni nani atakaye wahukumu wana wa Mungu ikiwa Mungu ndiye anayewahesabia haki? Yaani wewe huwezi kuwa na hatia ya kwenda jela na wakati huo wewe hakimu anasema ni mwenye haki. Haiwezekani. Kama ni mwenye haki, maana yake unatoka kwenda uraiani. Kama ni mtu ambaye hujatenda haki juu ya hiko ambacho kimekufanya uende mahakamani, maana yake unaenda jela. Hauwezi ukaona vitu viwili kwa wakati mmoja, kwamba wewe unahukumiwa kwenda jela na hapo unaitwa wewe ni mwenye haki. Kwa hiyo inasema ikiwa, sikia hii statement anomalizia hapa, anasema ni nani atakayewashtaki wateule wa Mungu? Mungu ndiye mwenye kuwahesabia haki. Kwa kama Mungu anakuhesabia haki, tutimizi hapo hakuna nini, hakuna hukumu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hakuna hukumu ya adhabu juu ya wote waliokuwa ndani ya Yesu Kristo. Ndio maana katika Yohana 3:16 anasema, kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae wa pekee, ili kila aaminiye asipotee bali awe na uzima wa milele. Kwa maana Yesu akuja ulimwenguni ili kuhukumu ulimwengu, bali ulimwengu upate kuokolewa katika yeye. Amwaminie yeye ahukumiwe, asiyemwamini amekwisha kuhukumiwa. Kwa nini? Kwa sababu akuliamini jina pekee la mwana wa Mungu. Kwa hiyo kuwa ndani ya Yesu Kristo, unaposema nimeokoka, unapopiga hatua, unapodunda, wewe jione kama ni mtu ambaye hauna hukumu ya adhabu ya Mungu ambayo katika siku za usoni inakuja. Na siku hizo zinaitwa siku ambazo zinatisha kama nini. Ni bora ukawa upande wa Mungu alafu ukaangalia yale yanayoendelea, yale yanayotokea, kuliko kuwa kinyume na Mungu. Hata Yesu anasema sikuja kuhukumu ulimwengu, lakini atakapokuja atakuja kama mhukumu. Kwa safari ya kwanza Yesu alikuja kuuokoa ulimwengu. Kaa katika nafasi ya wale waliookolewa. Mtu mwingine akasema hakuna kitu kigumu kama kwenda jehanamu. Yaani watu wanapambana kwenda jehanamu, lakini kwenda mbinguni ni kuiamini kazi ya Kristo. Kwenda mbinguni ni kuamini kazi ya msalaba. Lakini watu kwa kuwa wanapenda mambo magumu wanalazimisha kwenda wapi? Jehanamu. Lakini huku ni kusalenda, kumwambia Mungu siwezi, naiamini kazi ya msalaba, niwezeshe, nitumie roho wako, basi naingia mbinguni. Kwa maana Yesu hakuja kuhukumu ulimwengu, bali ulimwengu upate kuokolewa katika yeye. Amwaminie yeye ahukumiwe, asiyemwamini amekwisha kuhukumiwa. Mwalimu, malizia andiko la mwisho na kipengele cha hukumu ya adhabu nitakuwa nimezimaliza. Kwa tutakuja kuangalia wewe unaposema umeokoka ni mwana wa Mungu. Nimalizie Yohana 5:24. Wewe ni raia wa mbinguni, una uzima wa milele, ni mzao mteule, umeumbwa pamoja na Kristo, umehamishwa kutoka katika nguvu za giza. Hiyo ndio maana ya kuokoka. Malizia hapo. Yohana 5:24 inasema, amini nawaambia, yeye alisikia neno langu na kumwamini yeye aliyenipeleka yuna uzima wa milele, wala haingii hukumuni, bali alipita kutoka mautini kuingia uzimani. Amini nawaambia, yeye aniaminie mimi na yeye aliyenipeleka yuna uzima wa milele, wala haingii hukumuni. Kwa nini haingii hukumuni? Anafananishwa na mtu ambaye amepita mautini na kuingia uzimani.
Kwa wenye uzima hawaingii hukumuni, kwa sababu hukumu wenyewe ndio hiyo mauti ya pili ambao unatupa kwenye ziwa la moto, inaitwa mauti. Lakini sasa wewe kwa kumwamini Kristo umeshatoka katika mauti na umeingia katika uzima. Kwa hiyo wewe hukumu haihusu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo unapowaza, unapofikiri, unapotembea, unapotazama, jione kama mtu ambaye hauna hukumu ya adhabu, na jione kama wewe ni kiumbe kipya. Kwa kabla hujafanya lolote, sema mimi ni kiumbe kipya. Kwa nini nifanye haya ikiwa mimi nilishatoka katika haya, nilishatoka katika dhambi? Inasema mwili wa dhambi ulibatilishwa ili tusitumikie dhambi tena. Kwa hiyo kwa wewe mwili wako kubatilishwa, pale ndipo upya ulipopatikana. Kama upya umepatikana, kwa nini unaendelea kuizoelea dhambi? Kwa nini unakaa huko ikiwa wewe ni kiumbe kipya? Basi nitaomba kwa ajili ya kuhitimisha, na Mungu akapate kutusaidia mambo haya akapate kukaa moyoni na tukayaenende sawasawa na mapenzi yake, na Mungu akubariki. Tuombe. Baba mtakatifu, Yesu Kristo wa Nazareti, tunasema asante, maana hakika kuna Mungu awezaye isipokuwa wewe Bwana. Kama tumejifunza kwa msaada wako na uwezo wako, mambo haya Bwana ni mazuri kama nini. Nasi tunatamani kwa kadri siku zinavyoendelea, especially katika mwaka huu wa 2026, ukatujaze Bwana ufahamu, ukatujaze Bwana hekima, ukatujaze Bwana maarifa, tuenende sawasawa na neno lako. Maana maandiko yanasema tusiwe wasikiaji wa neno, bali watendaji wa neno. Nasi Bwana tumejifunza, tumejua ya kwamba sisi ni viumbe vipya, ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Kwa uwezo wa Roho Mtakatifu na msaada wa Roho Mtakatifu, tusienende katika hali ya zamani, tusienende katika hali ya kale, bali Bwana tutambue na tujue ya kuwa sisi ni viumbe vipya. Na ikiwa Bwana iko hukumu ambayo iko mbele yetu inakuja, ambayo wewe ni mwamuzi wa watu wote, ambaye wewe Bwana utakaa katika kiti cha enzi, lakini unatuhakikishia na unatuambia ya kwamba hakuna tena hukumu ya adhabu juu ya wote waliokuwa ndani ya Yesu Kristo. Maana sheria ile ya roho wa uzima imetuweka mbali dhidi ya sheria ya dhambi na mauti. Tunayaamini hayo Bwana, na sisi tunatembea tukiamini ya kwamba hakuna hukumu ya adhabu iliyokuwa juu yetu, kwa maana Mungu ndiye ambaye unatuhesabia haki. Mambo hayo yakatende kazi katika akili zetu na katika mioyo yetu. Tunarudisha heshima na utukufu katika kiti cha enzi, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Watu wote tuseme amen.